Yangu ni Ziwa Victoria. Ziwa Victoria mkoani Kagera, hapa ni Bukoba hapa. Nimekuja hapa baada ya miaka kama 10 eneo hili ambalo nilikuwa nikikutana sana na daktari ambaye yeye huyu alikuwa ni daktari bingwa. Huyu ndiye alikuwa kwangu mimi, ndiye alikuwa mentor, ndio mshauri wangu kazini. Alikuwa siku zote tunafika hapa jioni kukaa. Vile vile tafikiri tukio limejirudia muda ule. Umeona, wakati kifanya kazi kwenye hospitali ya mkoa wa Kagera, basi nilikuwa kila jioni tunakuja kuchili hapa. Sasa huyu daktari bana aliwahi kuniambia, alikuwa ni mzee wa miaka kama 60 hivi. Alikuwa yeye ni super specialist katika endoscopic surgery, upasuaji kwa njia ya mirija. Alikuwa ni daktari bingwa wa mabingwa. Alikuwa ni mtaalamu kweli, lakini mimi nilikuwa kama kijana wake. Yeye alikuwa kwenye miaka kama 58 hivi wakati niko na miaka 36. Kwa hiyo wakati kila jioni ilibidi tukutane, tunatoka kazini tunakuja zetu, yeye anapiga kinywaji kile kikali kidogo, mimi nakunywa maji soda. Sasa tulikaa hapa na siku zote kila siku aliniambia, na siku moja jioni moja ambayo sitoisahau, aliniambia kwamba kijana, kama unataka kusoma kama mimi utakufa maskini. Aliwahi kuniambia maneno hayo na sitayasahau. Ndio maana siku ya leo nimerejea hapa kuweza kurejesha kumbukumbu zile ambazo huyu daktari aliniambia. Na Novemba mwaka 2017 niliamua kutoka kwenye kazi kuajiriwa na kwenda kwenye ujasiriamali. Ni kugumu nako, si rahisi, lakini niliamua kutangulia kwenye msoto kwa sababu unajua, niliamua kwamba niende kujitafuta mapema ningali na nguvu na uthubutu. Hapa ndo tulipendelea kukaa sana. Kwa hiyo nilikuwa na chill hapa siku zote, na tungepiga mazungumzo hapa hata mpaka saa 3 saa 4 usiku, tukizungumza mambo mbalimbali kuhusiana na masuala ya kazi. Alikuwa na mentor wangu, alikuwa anajua vitu vingi sana kwa sababu aliwahi kufanya kazi nchi mbalimbali, ikiwa Ujerumani amefanya kazi, amesomea Russia, amefanya kazi Marekani. Alikuwa na vitu vingi ambavyo anavifahamu. Kwa hiyo mimi nilikuwa namtumia kama kuchota maarifa kutoka kwa huyu mzee, nje ya maarifa ya kazini ya utaalamu wa udaktari, lakini pia alikuwa na maarifa mengi kwenye jamii, jinsi ya kuishi na watu nini, lakini hakuwa mjasiriamali. Yeye alikuwa na tabia moja, alianza kama CA. Wale wasoma zamani wanajua CA ni nani. CA ni mtu ambaye ni clinical assistant. Kwa hiyo alianzia kwenye ngazi ya chini kabisa ya taaluma ya udaktari. Akawa anatoka pale, akaenda kwa sababu mshahara ulikuwa utoshi. Kwa hiyo akawa na tabia kutoka kazini anaenda tena kuongeza elimu. Alipotoka CA akaenda CO. CO ni clinical officer. Huyu ndo mwenye ndio kasema huyu ana certificate. Alafu aliporudi kazini akawa na mshahara bado. Yeye alianza kulipa mshahara kuanzia 3500. Alikuwa anaonyesha saa slip zake za zamani. Akilipa hela ndogo sana 3500, lakini kipindi kile ni pesa nyingi of course, lakini ilikuwa haitoshi vile. Kwa sababu ina maana yeye alikuwa akirudi anaenda kusoma, anaongeza elimu ili akirudi kazini aongezewe cheo. Akiongezewa cheo anarudi tena kwenye mchezo ule. Kwa hiyo akajikuta anatoka kwenye CA, clinical assistant, level ya chini kabisa ya utabibu, akaenda tabibu, maana CO, akatoka pale CO akaenda kuwa baadaye akaenda kusoma AMO, assistant medical officer, akaenda kusomea daktari msaidizi ya AMO, anajua ambao wamesomea mambo ya udaktari. Lakini baadaye akatoka pale akaenda kufanya MD, na MD akatoka pale ndio akaenda kuendelea kusoma kwa special masters, baadaye masters tena akafanya mpaka akawa super specialist kwenye upande wa upasuaji katika njia mirija. Unaona? Kwa hiyo akawa ni super specialist in endoscopic surgery. Na wakati anamaliza kazi yake mwaka 2010, ile alistaff mwaka 2016 15 hivi. Sasa pale ndapata milioni zake 200. Kaenda kuanza maisha mapya, akaniambia nipigie simu, kijana wangu mimi nimeoa. Akaoa tena, akaanza tena maisha upya kama vile ndio amezaliwa. Unajua maisha, nikagundua kwamba maisha huwa hakuna kuchelewa. Yeye aliamua kwamba muda huo ndio kupata watoto, na ni choice yake, sijai kumlaumu, na akaishi maisha yake mpaka kesho. Namkumbuka sana udaktari, rafiki yangu sana. Nimerejea hapa kuenzi kama kufanya matambiko, kukumbuka zile kumbukumbu ambazo zimekuwa ni kubwa sana, ambazo zimeishi katika akili yangu kwa miaka mingi sana, na kupitia kumbukumbu hizi ambazo nimepitia kuanzia nafanya kazi maeneo mbalimbali. Kumbuka mimi pia nibadilisha kazi mara 4 nikijaribu kutafuta mshahara mkubwa. Kipindi chote hiki nijifunza vitu vingi mbalimbali. Na ndio maana nikafika hatua nikasema niende kwenye ujasiriamali. Na kumbukumbu zangu zote hizi nimeziandika kwenye kitabu kinaitwa Ushuhuda Wangu. Kitabu hiki kimetoka mwaka jana, na ni kitabu kinaelezea mambo, visa vyote, hata kisa hiki cha hapa ambapo ni sehemu hii ya
Gymkhana Bukoba, ambapo tulikuwa tukikutana sana na huyu daktari ubingwa na tukakutana hapa kwa ajili ya mazungumzo. Kwa hiyo nimeelezea kwenye kitabu cha ushuhuda wangu mara zote. Katika kitabu hicho nimeweza kufundisha vitu mbalimbali, lakini nje ya kitabu kile nimeweza kuanzisha pia chuo kikuu cha mtaani kitivo cha misukosuko, nikilenga kufundisha ujasiriamali na namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali unapokuwa kazini, unapokuwa masomoni, kwenye ndoa, mahusiano, misukosuko ya mtaani, kuzodolewa, kunyanyapaliwa, kuepuka ile dhana ya kwamba watanionaje. Mambo yote nimefundisha kupitia kitabu kile cha ushuhuda wangu. Unaona? Sasa ungehitaji kupata kitabu cha namna hiyo cha ushuhuda wangu, usikose kuni WhatsApp kwa namba ya simu 0743 812 Niko kwenye chuo kikuu cha mtaani. Sasa hivi mimi ni mwadhiri wa chuo kikuu cha mtaani kitivo cha misukosuko. Eneo hili sitalisahau kamwe. Na nyuma kule unavyotizama, hiyo ni Lake Victoria, Ziwa Victoria, ambalo ni kubwa sana ukanda huu, ambalo sasa ni sehemu ya kitoweo kizuri sana cha samaki. Kwa siku zote tulikuwa tukikaa pale, tunaagiza samaki kubwa, na kuja pale tunaanza kula pale, tunapiga story mpaka saa 4 saa 5 usiku, tunaenda kulala. Kesho tunamkia tena kazini kuendelea msoto ule ule. Au kwa msoto, ilikuwa ni mafunzo. Kila mapito niliyopitia sikujutia. Ilikuwa sehemu ya mafunzo, ilikuwa sehemu ya mimi kwanza kutafakari na kuelewa maisha vizuri sana. Kwa hiyo unapopitia popote usikate tamaa, pengine ni sehemu inayokutengeneza uwe bora zaidi wa kesho. Aje fans mashamba yanayotembea, daktari mkulima kutoka chuo kikuu cha mtaani kitivo cha misukosuko. Karibu sana.